Wakizungumza na wadau wa elimu wa sekta za serikali, afisa mdhamini wa idara ya uchumi wa bluu na uvuvi Pemba, Dr. Salum Mohamed Hamza, pamoja na mwanasheria wa idara hiyo kutoka Zanzibar, Amne Said Ali, wakati wakatilisha rasimu hiyo huko ukumbi wa Safari hoteli Chake Chake, wamesema kwa hiyo lengo ni kutengeneza mwongozo ambao wa kisheria utakaotufanya sasa tuanzishe hicho chuo chenyewe. Kwa hiyo ili kuanzisha chuo lazima kuwe kuna taratibu maalum za kisheria. Penye kukosolewa tukosolewe, lakini penye kuchangiwa tuchangie. Mwisho wa siku kitakapotoka kitu au sheria itakapoanzishwa sasa iwe ni sheria ambayo ina maono, ina michango, lakini ina mawazo ya watu wote. Spelling error, kwa hiyo tunachukua tunaenda kufanyia kazi, au tuseme kama kuna vifungu pengine mnatushauri tuongeze, tupunguze. Kwa hiyo hivyo vitu tunavichukua na tunaenda kukaa tukiona kama hivi vinafanya haya. Hasa tunachotakiwa ni kuandaa bango kitita, tunasema ni matrix, bango kitita ambayo itaonyesha hili haya maoni yametoka wapi na sisi tumeyafanyia kazi vipi. Kwa upande wake, mratibu wa mradi wa TASFAM Zanzibar, Mohamed Said Hamisi, amesema lengo la serikali ya awamu ya 8 katika kuanzisha chuo cha uvuvi Zanzibar ni kuwapunguzia gharama wananchi wa Zanzibar. Fani ya fisheries sasa hivi imekuwa fani pana. Hapo mwanzo kulikuwa hakuna hapa Zanzibar, vijana wetu wote wanakwenda bara, lakini hili wazo la serikali kuanzisha chuo hichi kwa lengo la kuhakikisha kwamba vijana wetu tunabakia nao hapa ili kuweza kupata taaluma hii. Kwa upande wao, washiriki wa mkutano wa kupokea rasimu ya maoni ya ujenzi wa chuo cha uvuvi Zanzibar wametoa maoni yao kwa kusema, maana nazungumzia uweledi wa hali ya juu. Nilikuwa najiuliza mwaki tunaweza tukapima vipi tukasema huyu ana weledi wa hali ya juu? Maana kuna vigezo gani kusema hii ni hali ya juu? Nadhani itoshe tu tuseme ana uweledi katika masuala ya bahari. Qualification alizosema zitakuwa vizuri, kwa sababu na wale watajua kwamba tukitoka hapa form 4 tukiwa na cheti chetu cha NECTA tuna pahali pa kwenda kuanzia. Na pia katika ile angalizo mjue kwamba yani huu mchezo usilale, kwa sababu hao wameshaanza tayari wako form 2 tayari, hao mtaalamu mpya kwa na miaka 2 hapo ya kumaliza wale form 3 form 4, then hao ndio waje wawe watu wa kuingia huko chuoni. Ila masikitiko yangu ni kwamba sioni ile nia thabiti ya kwamba maeneo mengine nako uanzishwe hayo matawi. Nikiripoti kutoka kisiwani Pemba, ni mimi Maulid Hamisi.